nyepesi baba yangu. Moja kati ya chaguzi ambazo mimi nimehudhuria mikutano ya Yanga isiyopungua 8 ya kila baada ya miaka 4. Oya, kama kuna uchaguzi una raha, unaenda kuenjoy badala ya kwenda kwenye mifarakano, ni uchaguzi huu. Yaani kwa nini unasema kuenjoy? Wajumbe 16 kila mtu akiwa amejihadi sana, wale waliofika wake wamefanya sana kazi bora, hao wanaokuja nao wameweka sera zao wanatishia bwana. Mimi nitakwambia kitu kimoja kwa sauti yangu. Chaguzi nyingi za Yanga zinakuaga na ushindani kwenye nafasi kuu za juu. Yaani kwa maana ya mwenyekiti, kipindi kile tukiwa na wenyekiti, unakuta wenyekiti wanaogombea wanafika 3 4, au kwenye uchaguzi wa makamu mwenyekiti wako 6 wako 8, alafu ukija kwenye wajumbe huku ndo wanaanzia 20 kuendelea. Lakini kadiri siku zinavyozidi kwenda, mabadiliko unayaona. Mkutano tu uchaguzi uliopita miaka 4 iliyopita, Injinia alipata changamoto kidogo kwa Mshindo Msola, lakini baadaye Mshindo akajiondoa, akabaki Injinia peke yake. Kwenye nafasi ya makamu wa rais kulikuwa na nafasi 2. Kuna mwanamke alikuwa hapo anaitwa Suma Waitenda. Unamkumbuka yule mdada? Alikuwa anagombania yeye na Arafati Haji. Na bado unaona kulikopo na ile ushindani wa hali ya juu, kwamba muda wowote anaweza Suma akawa makamu wa rais au Arafati akawa makamu wa rais. Lakini uchaguzi wa mwaka huu kwenye nafasi ya rais, Wanayanga wote tumekubali kwamba mgombea anapaswa kuwa Engineer Hersi kwa sababu ya kazi kubwa aliyoifanya. Na hii inatoa ishara gani? Kwa sababu ukiacha nyinyi kwanza wanachama, wagombea wengine ambao mtu alijipima, maana yake misimu iliyopita watu walitokeza kwenye nafasi kwanza. Lakini tofauti na misimu hii, watu ni kuridhishwa na hapa na utendaji ambao ameufanya Engineer Hersi kwenye miaka yake hii 4. Yaani mimi nitakwambia kwa sababu gani. Yaani nimewahi kuona siku moja umefanya interview na Kevin Kiduku Kongwe Sabato. Alikwambia mimi naitwa national team. Sawa? Nikifika national team namkuta Mbwana Samata, namkuta John Boko wa Moto kutoka Simba, anamkuta Thomas Olibongo wa Moto kutoka TP Mazembe. Usumenielewa? Amefika pale akiona anasema hapa mimi ni chaguo la 6. Acha niwabebee viatu hawa ambao tayari wana namba zao. Mbwana Samata hapa huwezi kumuondoa kwenye timu, huwezi kumuondoa Thomas Ulimwengu kwenye Steka Force. John Boko huwezi kumuondoa. Ndicho ambacho Wanayanga sasa tumekifanya. Kwamba inawezekana dada yangu ana elimu ya juu kumzidi Engineer Hersi, ana maarifa mengi kumzidi Engineer Hersi, lakini kila akijipima kwenda kumpa changamoto kugombea Engineer Hersi, anasema hapana kwa aliyoyafanya. Akikwama ukombea ndio tunaita kuangalia, kwa sababu Wanayanga bado wapo wenye vision na wenye akili nyingi zaidi. Inawezekana na waliomzidi hata elimu president wetu, lakini kwa aliyoyafanya kila Mwanayanga akakubali kwamba bwana huyu amefanya kitu. Na sisi tumesema kwenye nafasi 2 za juu kwa walioyafanya, sidhani kama kuna Mwanayanga angekubali kwenda kuchukua fomu ya kwenda kumchallenge Engineer. Unamchallenge kwenye nini? Kwenye squad, kwenye matokeo. Simba anafungwa mara 6 mfululizo, haijawahi kutokea nchi 6 mfululizo back to back. Yani unacheza na Simba Sports, kuna mtu mgumu kama Simba kwenye kucheza naye nchi? Sio, umeelewa? Yaani dunia nzima sisi tunacheza na watu, lakini tukikutana na Simba Sports tunasema hapa leo tunaruka na mtu ambaye hatupendani. Tunaruka na mtu ambaye hawezi kukubali kushindwa. Lakini mara zote 6 kamshinda. Tumemfunga mara nyingi Simba sisi kwenye utawala wa Engineer Hersi. Kwa hiyo zile nafasi za juu kama tumetoa bonus kwa viongozi. Waacha twende tukawachague tuwapitishe. Bonus. Ile ni bonus. Wewe kwenye uchaguzi wowote upate upinzani, maana yake hiyo ni bonus. Watu wamekuamini. Tafsiri yake baada ya uchaguzi president anatakiwa kuongeza. Yaani umeona kama mwaka huu kwenye usajili hajataka kucheka na mtu kuangalia vilabu vingine wameishia wapi. Hawajafika kwenye level yetu, kaongeza level nyingine 5 juu. Sio, umeelewa? Ile ndio maana ya kuwa kiongozi tunayemwamini. Hapa kwenye wajumbe wa kamati tendaji 16 babangu, tunataka hawa. Kazi ipo. So mchezo. Hapo damu itamwagika. Kwanza wale waliokuepo wamefanya kazi kubwa. Hiyo nawaambia. Alex Ngai kafanya kazi ya moto ya kutukuka. Sio, umenielewa? Nenda kwa Munili Saidi kafanya kazi ya moto ya kutukuka. Nenda kwa Yanga Makaga, hatari babangu, weka mbali na watoto wao mwanamume. Nenda kwa Gulamali kafanya kazi ya moto. Sio, umenielewa? Nenda kwa yule Gerard Kinga
kafanya kazi ya moto. Wote wajumbe kama watendaji wafanya kazi nzuri na tuliokuwa tumeifurahia, lakini walioongezeka kutoka pale kwenye 5 mpaka kufika kwenye 16, hawa wengine kaja Mangungu, kaja Juliasi, kaja dadangu yule mwandishi mwenzenu wa habari Priska Kishamba, amekuja sijui yule nani Omboi, sijui Roja Zigumbo, kuna wengine wameongezeka, si ndio? Walioongezeka wote ukiwaangalia kwenye kazi ambazo walikuwa wanafanya kabla ya kugombea, wafanya kazi nzuri. Julius Mbea kafanya kazi kubwa, huyu Mshindo Msola mwanae kazi aliyokuwa anaifanya hapa Dar es Salaam ni nzito kwenye timu. Ukienda kwa huyo dada yetu Priska Kishamba, tangu mpaka anatukanwa na msemaji wa madunduka wa zamani ule Bugatti alivyokuwa anakwazana, yani alikuwa anakwazana naye kwa sababu dada yetu alikuwa Yanga sana, si umenielewa? Sasa watu wafanya kazi nzuri, wana Yanga tutaenda kufanya maamuzi ya kuchagua tu kuleta 5 wafanye kazi kwa miaka mingine 4. Watakaokosa nafasi tutaungana nao tena kwenye matawi, kama ni makatibu, kama ni viongozi wa matawi, tutaungana tena kwenye matawi tuendeleze gurudumu la Yanga. Watakaopata nafasi sio kwamba ni wakubwa kuzidi wenzao, wao ni Yanga kama mimi ambaye sijagombea, kama huyu ambaye hajagombea. Waende wakaongoze vizuri kwa haki, timu isonge mbele. Tunataka Yanga ngumu, Yanga ambayo Al Ahly akiona atimu, sio Simba, sio Azamu, yani Yanga ambayo yani booster hii sio kwa ajili ya timu hizo. Achana na kamkumbe, si hatuwezi kuanza kuakadiria. Timu yetu iko mbali babangu. Timu iliyotengenezwa sasa hivi ni kwa ajili ya national. Hata wao wanaonyesha wanasema wako mbali. Ibrahim Dumbia. Top striker, what a striker. Kaja vichefu mimi mteo striker hata timu yako washabiki wana mashaka na wewe. Hivi unaweza kama mchezaji hapo bado watu wanokushangilia wana mashaka. Sasa si wengi wa. Mbona tachi ya kwanza kama Papendwa top scorer yule. Wapi? Mali. Sasa Mali nako kuna ligi. Mali ligi yao hivi kwenye Afrika iko hata nafasi ya ngapi? Kaka mimi nisikilize. Narudia. Ndio. Kuna mwanamume katua Shinsita. Anaitwa Fred Ngoma. Nyie waandishi, Fred Ngoma ni satellite ya dunia ya mpira. Fred Ngoma ni satellite ya mpira. Hivi unajua satellite? Yaani inaskani dunia. Wewe unaandika hapa, una request, unatumia twende ride, labda unataka kwenda Mbagala, unataka kwenda Suikimbiji, inakuletea kwenye mtandao. Huyo ndo Fred Ngoma, ni satellite ya dunia. Yaani saa hizi mtu uko Marekani anajua Tanzania kuna mkutano wa Yanga. Godi. Fred Ngoma ni satellite ya dunia ile. Alikuja AI hapa. Achana na mambo ya AI, mambo mengi hata kuskani ajui AI. AI anamaliza. Nisikilize mimi. Fred Ngoma ni satellite ya dunia. Satellite inakaa hivi, inachungulia dunia nzima. Hapa kuna maji, hapa kuna matope, hapa nipeleke pale. Ishachungulia 16, maana yake unaweza kusema satellite. Tarehe 12 anaanza kazi mwanamume. Kuna sehemu duniani hazipigiki picha. Sasa satellite ya dunia inafika mpaka msitu wa Amazon, nagundua kuna lijoka lenye urefu wa kutoka Mbagala mpaka Mbezi mwisho. Satellite ya dunia. Fred Ngoma, midfield ya mpira. Tikisa kichwa unaelewa ama anakutisha? Midfield ya mpira. Midfield ya. Unawashauri nini tarehe 12 sasa? Engineer Hersi. Tarehe 12 wasikimbie. Waje uwanjani.